Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu hata kwa ajili ya siku hii ya leo. Kipekee ninamshukuru Mungu kwa uzima na afya nilio nayo. Ninamshukuru Mungu pia hata kwa kibali alichonipa tena cha kuweza kuwa madhabahuni hapa siku ya leo. Ni kwa neema yake tu. Ninamshukuru Mungu hata kwa ajili ya nyinyi mlioweza kupata kibali cha kufika madhabahuni Mlima Moria siku ya leo. Mungu aendelee kuwapigania na kuwatetea. Mungu aendelee kuwatendea haja ya mioyo yenu. Bwana Yesu asifiwe, wateule wa Mungu. Ninamshukuru Mungu hata kwa ajili ya wale wanaoendelea kufuatilia katika kipindi chetu cha Gideon Online TV. Mungu aendelee kuwapa neema ya kuendelea kufuatilia. Mungu aendelee kuwapa neema ya kuweza kupokea kwa kupitia kipindi cha Gideon Online TV. Bwana Yesu asifiwe sana, wateule wa Mungu. Basi kipekee zaidi namshukuru Mungu hata kwa ajili ya mpako wa mafuta mtumishi wa Mungu Gideon ambaye Mungu amempa kibali kwa ajili ya madhabahu ya Mlima Moria. Hakika Mungu kwa kupitia yeye. Namshukuru Mungu hata kwa ajili ya mama mtumishi pamoja na familia yake. Bwana Yesu asifiwe, wateule wa Mungu. Hongereni nyinyi ambaye Mungu amewapa kibali pia kuweza kufika madhabahuni mwake siku hii ya leo. Hebu tumshangilie Mungu kwa vigelegele na makofi, maana wako ambao wanatamani kuja kufika mahali hapa lakini hawawezi. Wengine wako kwenye biashara zao, wengine wako kwenye shughuli zao, lakini wewe Mungu amekupa neema na kibali cha kufika mahali hapa. Hebu mshangilie tena Mungu kwa vigelegele na makofi. Haleluya, wateule wa Mungu. Basi sana majira haya tusimame, tuinamishe vichwa vyetu, tukamshukuru Mungu kwa ajili ya neno. Baba yangu na Mungu wangu, mfalme wa amani, Mungu katika kiti cha juu mahali palipoinuka, naliinua jina lako na kulibariki nikisema ni asante Yesu hata kwa ajili ya sana majira haya ambao umetupa tena kibali cha kuwa hemani mwako Bwana. Asante mfalme wa amani hata kwa ajili ya wanao hao ambao umewapa kibali cha kuweza kuwa mahali hapa Mungu. Wana kiu na wewe Bwana, wanatamani kula na kunywa mezani pako Mungu mfalme wa amani. Naalika Roho Mtakatifu Baba akashuke na nguvu na uweza na mamlaka juu ya kila aliyofika mahali hapa Baba. Kamata fahamu zao, fikra zao, mawazo yao Mungu mfalme wa amani, ili kwa kupitia neno hili Bwana likapata kwenda kuwaganga, likapata kwenda kuwaonya, kuwakaripia na hata kuwaponya Mungu mfalme wa amani. Baba, tunatiisha kila roho, kila falme, kila mamlaka ambayo imesimama kinyume na wewe juu ya ibada ya sana majira haya Bwana. Tunazitiisha kwa damu ya Yesu Kristo Mungu wa Nazareti aliye hai. Tukualika uwepo wa Roho Mtakatifu ukatamalaki sasa katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Wote tuseme amen, tumshangilie tena Mungu kwa vigelegele na makofi. Bwana Yesu asifiwe, wateule wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi neno letu siku ya leo, ujumbe wa neno letu siku ya leo inasema ya kwamba umaskini ni chanzo cha maovu. Haleluya, wateule wa Mungu. Umaskini ni chanzo cha maovu. Umaskini unasababisha mtu kutenda maovu. Haleluya, wateule wa Mungu. Basi tukafungue katika kitabu chetu Mithali, kitabu chetu cha Mithali 30, ile sura ya 9, nami nasoma kwa msaada wa Bwana. Nisije nikashiba nikakukana, nikasema Bwana ni nani, wala nisiwe maskini sana nikaiba na kulitaja bure jina la Mungu wangu. Haleluya, wateule wa Mungu. Neno letu hili linasimamia katika mstari wa B, wala nisiwe maskini sana nikaiba nikalitaja bure jina la Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Wala nisiwe maskini sana nikamkufuru Mwenyezi Mungu. Umaskini ni chanzo cha maovu. Haleluya, wateule wa Mungu. Maskini anasababisha kwenda kuiba. Maskini anasababisha kwenda kufanya mauaji. Ni kwa sababu gani? Ni kwamba hana kitu, hana pesa, hana mali. Kwa hiyo anaona njia ya kufanya ni kufanya uovu. Njia ya kuweza kujikimu katika umaskini alionao ni kufanya uovu au ni kutenda maovu. Lakini mtu wa Mungu ulioko mahali hapa, Mungu amekupa neema na kibali. Amekupa uzima na afya. Amekupa kumjua yeye.
Hautakiwi kuwa maskini, mtu wa Mungu. Unatakiwa ufanye kazi kwa bidii ili uweze kuingiza kipato ambacho kitakufanya wewe usiingie katika maovu, ambacho kitakufanya wewe usiingie katika makundi mabaya. Haleluya, wateule wa Mungu. Unavyokuwa na kipato, haijalishi mtu wa Mungu, usiogope kufanya biashara aina yoyote. Uza mchicha, uza dagaa, uza nyanya, uza karanga, uza mayai, unajipatia kipato. Na pia unavyofanya kile kitu ambacho unaona kwako wewe ni kidogo, hakiwezi kukupatia kipato, endapo kimetoka katika utukufu wa Mungu, Mungu ataendelea kukuongezea na kuzidishia, na hatimaye utakuwa mtu tajiri, na hatimaye utatoka kwenye maskini. Haleluya, wateule wa Mungu. Na ndio maana nasema kwamba umaskini chanzo cha maovu. Bwana Yesu asifiwe sana kanisa. Ni kwa nini nasema hivyo? Tunaona mambo mengi yanayotokea juu ya watoto wetu, juu ya nchi yetu ya Tanzania, juu ya ndugu zetu. Haleluya, wateule wa Mungu. Ni nini? Ni kutokana na umaskini uliopo. Mtu anadiriki kwenda kuuza mwili wake ili aweze kupata pesa, na kati hapo hapo ana uwezo wa kuuza nyanya au wa kuuza kitunguu akapata pesa. Mtu yuko tayari kuwa shoga kwa sababu ya kupata pesa. Haleluya, wateule wa Mungu. Ni nini? Ni umaskini alio nao ambao unamsababisha kufanya maovu, unamsababisha kufanya yasiyompendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Lakini kwa kupitia Mungu ambaye unamtumikia juu ya maisha yako, anakuwezesha ili usiweze kuwa maskini, anakuwezesha ili usiweze kufanya maovu yasiyompendeza Mungu. Tunaona watu wanaenda kuiba na matokeo yake wanauawa. Ni nini? Ni umaskini walio nao. Lakini ukiwa na ufahamu wa kiungu rohoni mwako, ukamwambia Mungu, tazama niko mahali hapa, sina chochote Mungu, na kutegemea wewe Yesu. Haleluya, wateule wa Mungu. Hakika utafanya biashara na utafanikiwa. Hakika utaanza kwa mtaji mdogo na utakuwa tajiri. Lakini watu wa Mungu, mtu wa Mungu ambaye umeshamjua Mungu, hutakiwi kuogopa kufanya biashara. Haijalishi ni ndogo kiasi gani, haijalishi unaanza vipi, lakini unavyoanza na Mungu yote yanawezekana. Haleluya, wateule wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana, wateule wa Mungu. Umaskini ni chanzo kikubwa sana cha kufanya maovu mbele za Mungu. Haleluya. Anakuambia wala nisiwe maskini sana nikaiba na kulitaja jina la Mungu wangu. Haleluya, wateule wa Mungu. Usiwe maskini ukaiba afu ukalitaja jina la Mungu, ukamtenda Mungu uovu, ukamtenda Mungu yasiyompendeza. Haleluya, wateule wa Mungu. Mungu akupe hekima ya kuweza kufanya chochote kile ambacho kinampendeza ili uingize pesa, usiweze kuwa maskini. Kwa wewe ambaye Mungu amekupa kibali cha kuwa madhabahuni Mlima Moria, omba neema ya Mungu, omba hekima ya kiungu iingie ndani yako ili usimtende dhambi Mungu kwa umaskini ulio nao. Haleluya, wateule wa Mungu. Omba neema ya Mungu juu ya familia yako, omba neema ya Mungu juu ya ndugu zako, omba neema ya Mungu juu ya watoto wako. Mungu awape neema na hekima ya kuweza kufanya chochote kile ili wasiweze kuingia katika makundi ambayo hayampendezi Mungu, wasiweze kuingia kwenye makundi ambayo ni machukizo mbele za Mungu. Haleluya, wateule wa Mungu. Tunaona wasichana wanaenda kuwa makahaba, wanajiuza miili yao ili waweze kupata pesa. Lakini mtu wa Mungu uliofika mahali hapa, ukimlea mtoto wako katika mazingira yanayompendeza Mungu, na ukimlea katika mazingira ambayo ya kuweza kutafuta kipato kidogo, sio kikubwa. Kama huna kikubwa, unaweza ukamlea katika mazingira ambayo ya kufanya biashara yenye kipato kidogo, lakini kinachotoka kwa Mungu, ambao kinamsababishia Mungu kuendelea kuukuza ule mtaji wako. Haleluya, wateule wa Mungu. Umaskini unakusababisha uje hemani mwa Bwana bila sadaka. Bwana Yesu asifiwe, wateule wa Mungu. Ukiwa huna kazi, ukija hemani mwa Bwana huwezi kutoa sadaka kwa sababu huna chochote. Haleluya, wateule wa Mungu. Lakini ukiwa na biashara, ukiwa na kazi, ukiwa unajishughulisha, ukiwa unafanya jambo lolote dogo ambalo linaweza kukuingizia kipato, hutoweza kuja hemani mwa Bwana bila sadaka, mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe, wateule wa Mungu.
Neno la Mungu linatuambia kwamba asiyefanya kazi na asifanyeje? Na asile. Kwa hiyo sisi wateule wa Mungu ambao tumebarikiwa na Mungu na tumemjua Mungu, tunatakiwa tufanye kazi kwa bidii ili tunavyokuja hemani mwa Bwana basi, haleluya, tuwe na sadaka. Tunavyokuja hemani mwa Bwana basi tuwe hata na fungu la 10. Ni nini? Ni kutokana na ile biashara yako ndogo unayoifanya, ni kutokana na juhudi zako unazozifanya. Kwa kupitia juhudi hizo zinakupa kibali cha kuweza kuja hemani mwa Bwana na sadaka. Kwa kupitia na juhudi hizo unaweza kuja hemani mwa Bwana na fungu la 10 ambalo Mungu anaenda kulibariki na kuendelea kukuongezea na kukuongezea zaidi na zaidi kwenye kipato chako. Haleluya, wateule wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana, wateule wa Mungu. Embo tumshangilie Mungu kwa vigelegele na makofi kwa ambao wamesikia ujumbe huu na wanaenda kuutendea kazi, ili Mungu akaendelee kuinua biashara zao, akaendelee kuinua hata kile kidogo ambacho amekianzisha. Mshangilie Mungu kwa vigelegele na makofi. Haleluya sana, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana, wateule wa Mungu. Kwa hiyo umaskini ni chanzo cha maovu katika dunia hii. Umaskini ni chanzo cha maovu juu ya watoto wetu. Umaskini ni chanzo cha maovu hata juu ya ndoa. Haleluya, wateule wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe, wateule wa Mungu. Uko kwenye ndoa lakini hauna kipato, unadiriki kutoka nje ya ndoa ili uweze kupata pesa kwa kupitia njia nyingine. Haleluya, wateule wa Mungu. Huo ni umaskini. Haijalishi ni kwamba umeolewa, unasema kwamba natamani kuolewa na tajiri ili nisifanye kazi. Hapana, mtu wa Mungu. Hata kama umeolewa na tajiri, jishughulishe ili Mungu aweze kushughulika na ndoa yako. Jishughulishe ili Mungu aweze kushughulika na maisha yako. Haleluya, wateule wa Mungu. Ukisema unamtegemea mume wako, anaweza akaondoka leo, alafu huna kipato chochote cha kuweza kujiendeleza. Huna kipato chochote cha kuweza kuendeleza hata ile biashara ambayo mume wako ameiacha. Haleluya, wateule wa Mungu. Unakuwa umemtenda Mungu dhambi. Unakuwa umemtenda Roho Mtakatifu dhambi, lakini ukawa unajishughulisha. Wewe ukaleta kidogo na mume wako akaleta kidogo. Hakika Mungu anafurahia matunda yenu. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Basi twende tena tukafungue katika kitabu chetu cha Mhubiri 9:15 hadi 16, tukalisikilize neno la Mungu linaendelea kutuambiaje. Haleluya, wateule wa Mungu. Umaskini hauna sauti wala mamlaka. Bwana Yesu asifiwe, wateule wa Mungu. Ukiwa maskini huna sauti yoyote wala huna mamlaka ya kuweza kutamka kitu chochote. Wanasema huyu si maskini tu, atatuambia nini? Huyu si maskini tu, atasema nini mbele yetu? Haleluya, wateule wa Mungu. Umaskini, ukiwa maskini huwezi kupata kibali mahali popote pale. Ukiwa maskini huwezi kupata mamlaka ya kuongea kitu chochote mahali popote pale. Haleluya, wateule wa Mungu. Lakini ukiwa na pesa kidogo, unaweza ukatamka neno na likawa baraka kwa wale ambao umewatamkia. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Ukiwa maskini, hata ukiwa na hekima ya kiungu, ukaongea jambo lolote la hekima katika lile kundi au katika ule mkutano, bado utaonekana haufai. Ni kutokana na nini? Kwamba wewe ni maskini. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Kwa hiyo embu tujitahidi kujishughulisha ili tuondoe roho maskini juu ya maisha yetu. Embu tukasome basi katika kitabu cha Mhubiri 9:15-16. Nami nasoma kwa msaada wa Bwana. Basi kulionekana humo mtu maskini mwenye hekima, naye kwa hekima yake akaokoa mji ule, lakini hata hivyo hapakuwa na mtu yoyote aliyemkumbuka yule mtu maskini. Ndipo niliposema, bora hekima kuliko nguvu, walakini hekima ya maskini hudharauliwa, wala maneno yake hayasikilizwi. Haleluya, wateule wa Mungu. Huyu ni tajiri mmoja, aliingia katika mji mdogo, lakini kwa sababu alikuwa ni tajiri, alionekana ni mtu mwenye hekima kwenye ule mji.
kila alilolifanya alionekana ana hekima. Haleluya, wateule wa Mungu. Ndio maana nakwambia basi kulionekana humu mtu maskini mwenye hekima, na kwa hekima yake aliokoa mji ule, lakini hata hivyo hapakuwa na mtu yoyote aliyemkumbuka yule maskini. Bwana Yesu asifiwe, wateule wa Mungu. Yule tajiri katika kuharibu ule mji alitokea maskini ambaye ana hekima ya kiungu. Sikiliza mtu wa Mungu, yule maskini ana hekima ya kiungu, lakini hekima yake haikusaidia kitu chochote, haikuonekana na kitu chochote, japokuwa kwa kupitia ile hekima yake aliyokuwa nayo aliweza kuingilia kati na ule mji haukuweza kuchukuliwa. Haleluya, wateule wa Mungu. Aliweza kuokoa ule mji, lakini pamoja na kwamba aliweza kuokoa ule mji kwa hekima yake aliyotumia, bado walimdharau. Waliona yule ni maskini tu, hafai chochote, japokuwa alipambana kwa hekima aliyopewa na Mungu na akaweza kukomboa ule mji. Bwana Yesu asifiwe, wateule wa Mungu. Anakwambia hakuna mtu yeyote aliyemkumbuka yule maskini. Haleluya, wateule wa Mungu. Hakukumbukwa kwa sababu gani? Ni maskini. Lakini angekuwa tajiri angekumbukwa, lakini angekuwa na pesa kidogo angekumbukwa, lakini hawakuweza kumkumbuka kwa sababu alikuwa ni maskini. Mstari wa 16 anakuambia ya kwamba ndipo nilisema bora hekima kuliko nguvu, walakini hekima ya maskini hudharauliwa na maneno yake hayasikilizwi. Bwana Yesu asifiwe, wateule wa Mungu. Hekima ya maskini hudharauliwa, na hata akiongea neno lolote halisikilizwi. Ni kutokana na nini? Kwamba ni maskini. Wanamwona, huyu si maskini tu hana lolote, huyu si maskini tu hafai. Ni nini? Hata ukiwa na hekima lakini ukawa maskini, bado utadharauliwa, mtu wa Mungu. Hata Mungu pia atakudharau. Haleluya, wateule wa Mungu. Hata Roho Mtakatifu atakukufuru. Kwa sababu nini? Wewe ni maskini. Lakini ukiwa na mtu wa kujishughulisha, wa kuweza kuingiza kipato hata kidogo ulicho nacho, ukiongea mbele za watu wanakusikia. Haleluya, wateule wa Mungu. Ukiwa maskini huwezi kwenda kukopa mahali popote ukapewa pesa, lakini ukiwa na chanzo kidogo cha pesa unaweza kuingia mahali popote pale na ukakopa na ukapewa hela. Haleluya, wateule wa Mungu. Kwa hiyo umaskini ni chanzo cha maovu. Umaskini ni chanzo cha maovu juu ya familia zetu. Mtu wa Mungu, tunaangalia hata kwenye familia zetu, anayesikilizwa ni yule ambaye ana pesa. Mnaweza mkakaa kwenye familia akaongea mtu ambaye hana chochote, kitu chenye pointi, kitu chenye hekima ya kiungu, lakini wakamdharau, wakaona huyu hajaongea kitu chochote. Lakini akaongea kwenye ile familia mtu mwenye pesa zake, akaongeza tu neno moja tu kwenye ile pointi aliyoongea yule ambaye hana, lakini akaonekana kwamba yeye ameongea kitu chenye pointi, yeye ameongea kitu chenye maana. Ni kutokana na nini, mtu wa Mungu? Yule ana pesa na huyu hana pesa. Tunaangalia familia nyingi zinadharau watu ambao hawana, zinawaheshimu wale wenye nacho. Mtu wa Mungu uliofika mahali hapa siku ya leo, embu usipende kudharauliwa kwenye familia yako. Embu usipende kudharauliwa kwenye ndoa yako. Usipende watoto wako wadharauliwe kutokana na umaskini. Haleluya, wateule wa Mungu. Tupende kujishughulisha, tupende kufanya kazi, tupende kufanya kazi kwa bidii, ili unavyoingia basi mahali na wewe uheshimiwe. Haleluya, watu wa Mungu. Ili unavyoingia mahali na wewe upewe, unavyoongea jambo waone huyu mtu ana hekima. Ni nini? Ni kutokana na kwamba unaingiza kipato kidogo. Bwana Yesu asifiwe, wateule wa Mungu. Ndio maana nakwambia unaweza kwenda mahali umevaa vizuri, lakini huna mtaji huna biashara ya aina yoyote, lakini yule mwenye nacho kidogo cha chini sana, yeye atapewa. Ni kutokana na nini? Anajishughulisha. Ni kutokana na nini? Anafanya kazi. Haleluya, wateule wa Mungu. Tunaona hata yule mtumishi aliyokuwa na talanta moja akaenda kuificha, na mwenzake akapewa talanta nyingine akaenda kuifanyia kazi, akaongeza kwenye ile talanta. Tunaona Mungu alivyorudi alimnyang'anya yule ambaye ameficha ile talanta. Ni kutokana na nini? Hakuweza kuiongezea kipato, lakini yule aliyoifanyia kazi aliweza kuiongezea kipato na hatimaye Mungu akamzidishia. Haleluya, wateule wa Mungu.
Tusiwe watu ambao hatuwezi kuongeza vipato juu ya maisha yetu. Tusiwe watu ambao wakutenda maovu kutokana na umaskini tulio nao. Tuwe watu ambao wakujishughulisha kwa kupitia neno hili. Mtu wa Mungu, mchana huu wa leo likupe ujasiri wa kwenda kufanya kazi. Isiwe kazi ya aibu, ila iwe kazi ambayo inamheshimisha Mungu, ili Mungu akaendelee kuibariki, akaendelee kuiendeleza na kuiendeleza zaidi na zaidi. Haleluya, wateule wa Mungu. Basi yoyote ambaye amelisikiliza neno hili, mtu wa Mungu, usiliache mahali hapa, bali uondoke nalo ukalifanyie kazi. Haijalishi unapita katika changamoto gumu kiasi gani, hebu mwambie Mungu, kwa kupitia neno hili naomba Mungu ukaniwezeshe, ili nisiweze kuitwa maskini, bali niweze kuheshimishwa na mimi. Haleluya, wateule wa Mungu. Basi mtu wa Mungu, tuinamishe vichwa vyetu tukamshukuru Mungu kwa ajili ya neno hili ambalo ameachilia juu yetu sana majira haya. Baba yangu na Mungu wangu, mfalme wa amani, Mungu ketie kiti cha juu mahali palipoinuka, naendelea kulinua jina lako na kulibariki nikisema ni wewe tu Bwana, ni wewe tu mfalme wa amani uliyetufunulia haya yote Bwana, sio kwa akili zetu wala kwa fahamu zetu. Mungu mfalme, tazama wanao wamelisikiliza Bwana, naomba Roho Mtakatifu ukawape kwenda kulitendea kazi Bwana, wakatembele nalo Mungu mfalme wa amani, kila wanapopita Bwana wakalikumbuke neno hili Bwana, ili wakalifanyie kazi Baba, likapata kwenda kuwaongezea kipato Mungu, wasiwe tena maskini Bwana, maana umesema yote ajaye kwako hutamtupa kamwe Bwana. Na hao watu hao Mungu mfalme wameacha vyote wakaja kwako Bwana, usiwatupe Baba, wape hekima ya kiungu Mungu mfalme wa amani, wakaanzishe kila ambacho chatoka kwako Bwana, ili wakaende kubarikiwa na zaidi ya kubarikiwa, hata watakavyokuja kwenye madhabahu yako Bwana, wasije mikono mitupu, bali wakaje na sadaka, wasije mikono mitupu, bali wakaje na mafungu ya 10. Ni katika jina lako Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini, na wote tumshangilie Mungu kwa vigelegele na makofi, na wote tuseme amen. Haleluya kanisa.